Watanzania wenzangu, mwaka wa 2025 ulianza kwa Chadema kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama. Kupitia mkutano mkuu wake wa taifa, wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru, uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Sambamba na hilo, mimi John Wegesa Heche nilichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti bara, ndugu Saidi Mzee kuwa makamu mwenyekiti Zanzibar, na baraza kuu la chama liliwathibitisha ndugu John Mnyika kuwa katibu mkuu, ndugu Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu bara, ndugu Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, na pamoja na wajumbe 5 wa kamati kuu ya chama. Uchaguzi huu haukuwa tukio la kichama pekee, ulikuwa ni ushahidi wa vitendo kwamba demokrasia inawezekana Tanzania, kwamba taasisi zinaweza kuheshimu katiba zao, kwamba uongozi unaweza kubadilika kwa amani, na kwamba tofauti za mawazo zinaweza kusimamiwa kwa heshima. Hii ndiyo Tanzania tunayoitaka. Leo ninapotoa salamu hizi, siku 269 mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi Chadema na Watanzania, kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lissu kama tunu ya taifa, mtetezi wa haki na mwenye kupinga uonevu, mtetezi wa utawala wa sheria, demokrasia na rasilimali za nchi, ambaye husimama katika misingi ya ukweli. Kwa sauti kubwa, kwa niaba ya Watanzania wengi, tunataka Tundu Antipas Lissu aachiliwe bila masharti yoyote. Hata hivyo, watesi wetu wanaelewa kuwa dhahabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa na thamani yake iendelee kuongezeka, hivyo ndugu Tundu Lissu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani. Pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua, kuheshimu jina